shoga yangu. Zawadi nzuri zake. Asante. Mwanangu bibi, mwanangu bibi. Zawadi zake hizo. Yaani siamini, macho umekuwa mama. Karibu basi tukae. Mwanangu. Mpango wa Kathy hatimaye umetimia, japokuwa bado kuna kazi kubwa sana, kwa sababu huyu mtoto ana kinga, aliwekewa kinga alipokuwa kule kijijini. Hicho ndicho kitu ambacho Kathy hakifahamu, na imani kubwa ukani miongoni mwa watu ambao hujapendezwa sana na swala hili la kuweza kufanikishwa, swala la mganga kuweza kutimiza mambo yake, au tuseme Kathy kuweza kufanikisha kuweza kumgusisha hiyo pete. Kiukweli ni kwamba tumeweza kuona jinsi gani alivyomwambia kwa maneno matamu ambayo kikweli kualisia ni kwamba haikuwa na lazima sana kuweza kumfukuza kutokana na maneno aliyoongea, huku akihusisha historia ya jinsi walivyotoka kijijini na kuja kupambana. Ukweli ni kwamba katika maisha, hata kama ni watu mmechukizana, kiukweli mkikumbushana historia mlipotokea kidogo, hiyo inakuwa ni moja kati ya silaha nzito sana ambayo inaweza kutumika kuweza kukumkubali mtu japokuwa ni adui yako. Na imani kubwa na hamu sana ya kuweza kujua vitu vingi kweli, hasa juu ya kile kipi kitakachotokea au ni kipi ambacho kilichojili. Tukumbuka kabisa tumeweza kuona matukio mengi kweli ambayo yamejili. Kwanza kabisa tumeweza kuona tukio la Cindy kudondoka chini, maruerue aliyopata, lakini pia kumbuka aliweza kupata masharti, lakini pia tumeweza kuona jinsi gani Manyanya maisha yameanza, lakini kubwa kuliko Mudi Muzungu ameweza kuachana rasmi na huyu Zuu. Kwa hivyo kwa sasa anakwenda kuanza maisha mapya kabisa ya kitofauti kutokana na sehemu aliyopitia. Faster muda mchache ndoa imekufa, na imani kubwa sana na hamu ya kuweza kujua na kufahamu ni kipi kitakachojili na mengine mengi kweli, hasa kwa upande wa Kathy. Je, atafanikisha swala lake? Kama na hamu ya kuweza kujua, basi ni kualike moja kwa moja. Hii ni Bongo Movie Network, ikisema pekee ambao utapata nafasi ya kuweza kutazama uchambuzi kwa kina, hasa tukizungumzia mambo mengi kweli. Kicha msingi ni kwamba kama miongoni mwa watu ambao umekuwa ukikubali tamthilia hii, basi hakikisha unaonyesha upendo wako kwa kubonyeza neno subscribe. Kama kweli unaipenda na kuikubali tamthilia hii, basi nikuombe dakika chache tu, hakikisha unabonyeza neno subscribe, ikiwa ni ishara ya upendo kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia hii. Kuna maneno hapo yameandikwa subscribe, basi naomba uchukue sekunde chache tu na kuomba uweze kubonyeza maneno hayo. Hiyo itakuwa ni support kubwa. Kama kweli unaipenda na kuikubali tamthilia hii, basi niweze kualika moja kwa moja hapa. Kama umeshakwisha kubonyeza neno subscribe, basi shukrani za dhati kutoka kwako, lakini pia nikualike hakikisha unaungana na sisi. Kitu cha kwanza tumeweza kuona jinsi gani ambavyo Cindy wakati amekuja anakimbia kweli, ametoka huku. Lengo la kukimbia lilikuwa ni kwamba anawahi muda usiweze kumtupa, lengo ikiwa ni kuweza kukamilisha masharti. Maana yake hili sharti amelivunja sio kwa makusudi, kwa bahati mbaya tu. Kwa hivyo wakati anakuja pale aliweza kukimbia, na mwisho wa siku kachelewa dakika mbili tu, na dakika mbili hizo zenyewe amechelewa wakati akiwa anafungua mlango. Ndio dakika mbili ambapo zimepoisha sana. Kwa hivyo kachelewa muda mchache, lakini yote kwa yote saa 6 kamili ndio imefika. Kaingia ndani, mawenge mengi kweli. Amekuwa kiitwa na watu ambao hawajulikani na nini, watu ambao wanamuita na nini. Mwisho wa siku akajikuta kabisa ndio hivyo tena, umeona. Kwa hivyo sasa kuna vitu vingi kweli ambavyo vipo, lakini pia mambo bado ni mengi na ni ya moto kweli. Kitu cha msingi kama tulivyojuzana hapo awali ni kwamba hakikisha unaonyesha upendo wako kwa kubonyeza neno subscribe kama kweli unaipenda na kuikubali tamthilia hii. Kisha niweze kukuambia tu kwamba kitu cha msingi na cha maana kabisa ni kwamba hapa Cindy amepatikana. Masharti yake ni magumu sana, lakini kinachoumiza ni kwamba hajui na hafahamu kabisa kwamba kwa nini yuko hapo au ni issue gani ambayo ipo na anaifanya. Kwa hivyo, lakini kwa asilimia fulani tumeshakwisha kujua kwamba hapo lazima wanajihusisha na masuala ya kishirikina.
Masuala ya kishirikina yapo, kwa sababu tumeweza kuona ni nguvu za kitofauti ambazo zipo, kwamba ukichelewa tu muda fulani basi masharti ndio hayo yanaojili. Na imani kubwa kuna kitu kipya kabisa ambacho kinapikwa na ambacho kitakuwa ni cha kitofauti zaidi. Kitu cha msingi ni kwamba tuendelee kuenjoy na kuweza kutafakari, lakini pia nitakufahamisha mambo mengi zaidi. Lakini kubwa zaidi, Manyanya ameweza kumwambia Matilda kwamba wameachana, japokuwa Matilda hakuamini, alijua ni utani, na kwa asilimia kubwa hadi hivi sasa bado hajaamini juu ya swala hilo hadi atakapolifanyia uchunguzi na kuweza kujiridhisha yeye mwenyewe kwamba ama hakika ni kweli wameweza kuachana. Lakini mbaya zaidi, tumeweza kuona jinsi gani Mudi Muzungu aliweza amemwacha kabisa mazima na kuweza kuandaa talaka moja kwa moja na kuweza kuwa nayo muda wote, ambapo mama yake na Zuu alipokuja pale aliweza kuambia kwamba aliwaeleza jinsi gani ilivyokuwa, lakini kuna kitu ambacho hakipo sawa ambacho mama yake na Zuu itabidi aweze kumngangania. Lakini ukweli ni kwamba kwa tukio lile lililotokea, Mudi asingemwacha huyu mwanamke, basi bila shaka komenti za watu wengi waliumia sana, kwa sababu kitendo cha chooni kuna kufanya mapenzi kuchepuka, lakini chooni ni issue ambayo inaonyesha wazi kwamba ni hatari sana. Manake level iliyopo ya huyu mwanamke ni level kubwa sana ya kitofauti ambayo haifai hata kujadiliwa hata kidogo, kutokana na vitu ambavyo ameweza kuvifanya kwa kitendo cha kuweza kufanya mapenzi huku akiwa chooni. Ni kitu cha ajabu sana. Shout sana kwa Mudi Muzungu, huku watu wengi wakijiuliza kwamba je, ni kitu gani ambacho kwa sasa anakwenda kukifanya? Mudi Muzungu anakwenda kufanya harakati gani? Lakini cha msingi ni kwamba inabidi aweze kuachana na pombe. Swala la Cindy na Mudi Muzungu lilishaisha kabisa, lakini japo Mudi anahamu sana, hata kile kipindi Cindy anauza uji basi ndio hivyo. Lakini cha kushangaza ni kwamba watakuja wakutane maisha ambapo yatakuwa ni tofauti kabisa, kitu ambacho kitaashiria wazi kuna kitu fulani ambacho ni cha kitofauti zaidi. Na imani kubwa watu wengi sana wana hamu ya kuweza kufahamu vitu vingi sana, lakini ndio movie hivyo inaendelea kwenda na kuzidi kusonga mbele. Je, kwa upande wako maoni yako ni yapi hasa kwa tamthilia hii? Je, iweze kutamatika au iendelezwe hivi hadi episode ya 200 mambo yaweze kuendelea, yani kuzidi kuwa ya moto? Ni maoni gani ambayo unayatoa kwa upande wako? Lakini kubwa zaidi ni kwamba tunazidi kuendelea. Tumeweza kuona jinsi gani ambavyo kajichanganya yule mme wa Siboma na majina mengi. Mwamba tunajua kabisa wakati wanahamia hapa Jia alikuwa ameshaondoka. Kwa hivyo ndio mara yake ya kwanza kabisa kuweza kumuona huyu Mwamba. Kwa hivyo kitendo cha kumuona hakujua kabisa kama anaishi pale. Lakini cha ajabu ni kwamba inaashiria wazi moja kwa moja kwamba kwa jinsi ilivyokuwa au ilivyotokea kwamba huyu Mwamba bado ana data na watoto wakali. Kwa hivyo Kwa hivyo hapo Siboma ana kazi kubwa sana. Lakini ni situation fulani hivi ambayo imeweza kujitokeza ambayo kidogo na yeye imemwacha wazi, hakutegemea, na kitendo cha kuweza kuja hapo manake hakujua kabisa. Angejua asingethubutu atakubeba ndoo, lakini ndo vile tena. Sasa issue ni kwamba maji yamechukuliwa, lakini tunajua kabisa jini mnyonge sana, jini mpole, hakuna kitu atakachofanya. Hiyo ndio shida ambayo iliyopo. Lakini mambo yanazidi kupamba moto na tutaona mambo mengi sana hapo, matimbwili makubwa yatasonga na kuzidi kupamba moto. Sasa tuje katika issue nzima ya jinsi ambavyo Kathy alivyoelekea pale. Kathy amefika pale nyumbani kwa Kathy kafika nyumbani walipopanga. Anapajua kabisa, nakumbuka kipindi alipokuwa kimtuma Tony walikuwa kija hapo, kwa hivyo anapajua moja kwa moja. Kafika kafanikiwa kuweza kugusisha ile pete. Sasa issue ni kwamba huyo mtoto ana kinga ambazo aliwekewa kipindi alipopata yale mambo ambapo mganga alipofanya. Kwa hivyo hapo kuna kazi kubwa sana ambayo itakayojili. Lakini hii inatupa hamu kubwa sana kuweza kufuatilia na kujua ni kipi ambacho kitakachojili. Kwa hivyo kama ni miongoni mwa watu ambao umekuwa ukifuatia tamthilia hii, basi hakikisha unaonyesha upendo wako, bonyeza neno subscribe ikiwa ni ishara ya upendo, kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia hii. Basi niseme sina la ziada, tukutane muda na saa mwingine. Asante kwa kuweza kuwa na mimi. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you
or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are true hidden games to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. Any footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video. Mipango yote ambayo Kathy anaipanga haitaweza kukamilika kamwe. Kama vile ule mpango wa kwanza ulivyoshindwa kutimia kuweza kumuua huyo mtoto, basi na hili swala halitaweza kukamilika. Na hii ni kwa nini? Ni kutokana na mazingira ambayo yatakao kuwepo, mazingira ambayo yatakuwepo manyanya, lakini pia kutokana na hilo basi kutakuwa na wasiwasi mkubwa kwamba kwa nini huyo hajawahi kututafuta lakini leo amekuja kutuangalia, basi inabidi tuweze kuwa makini kabisa. Basi hilo basi itakuwa ni moja kati ya chanzo kikubwa. Lakini pia kitu ambacho ufahamu ni kwamba wakati walivyompeleka ule mtoto kwa mganga, basi moja kwa moja ilionekana kuna mtu aliyemchezea. Nakumbuka waganga wanajua kwamba nani aliweza kumchezea. Kwa hivyo moja kwa moja kila kitu kinafahamika. Basi na imani kubwa unafahamu na hamu sana ya kuweza kujua ni kipi ambacho kitakwenda kutokea au kujua ni yapi ambayo yanakwenda kujili. Kitu cha kwanza ni kwamba hakikisha kama ni mara yako kwanza kuweza kufika hapa, hakikisha unaungana na sisi kwa kubonyeza neno subscribe, kisha niweze kualika moja kwa moja. Huu ni uchambuzi, lakini pia kitu kikubwa ni kwamba nakwenda kufahamisha juu ya matukio ambayo yanakwenda kutokea. Ndio maana nikasema hakikisha unaungana na sisi kwa kuweza kubonyeza neno subscribe ili kusudi kuweza kupata episode mpya mapema kabisa. Hakikisha unaungana na sisi kwa kutoa support yako, mchango mkubwa sana. Kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia hii, usiondoke bila kubonyeza neno subscribe, ikiwa ni ishara ya upendo kama kweli unaipenda na kuikubali tamthilia hii. Basi nikaribisha moja kwa moja, na hapa nachukua nafasi hii kuweza kufahamisha kwamba hapa tuzungumza mambo mengi kweli, lakini kubwa zaidi ni kufahamisha ni yapi ambayo yanakwenda kujili. Kama tulivyoona mwanzoni kabisa, tumeweza kuona mambo yamekuwa mazuri, hasa kwa upande wa Mdeme pamoja na Elini, ni kwamba wameweza kurudiana. Hii ikimaanisha kwamba kwa sasa maisha yanakwenda kuwa mazuri tu na kuendelea kuwa vizuri. Kwa hivyo kila kitu kipo sawa, mambo yatakuwa shwari kabisa. Wanarudi kuanza kupanga jinsi gani watakavyoishi. Sababu kubwa ya mama yake Navai kuweza kuhakikisha anapambania sana waweze kurudiana ni kwa sababu alikuwa anawaza kwamba atawaweka wapi hawa mabinti yake wawili, atawarudisha nyumbani, na akirudi nyumbani ni kipi ambacho kitatokea. Sio kwamba anapenda, ni kutokana na vile ambavyo ilivyokuwa maisha yake walisia. Akijaribu kufikiria jinsi gani ambavyo hakutamani manyanya aweze kuachana na Vai, ila tu shida ni kwamba kutokana na mazingira pia yaliyokuwepo, kitu ambacho kinamfanya azidi kuona tu ni bora waachane. Lakini mazingira ya Ailini ni magumu kwake kwa sababu cha kwanza hafahamu au hajui ya chanzo au ni nini, lakini hajafahamu kabisa, hajaishi nao sana. Kwa hivyo imekuwa ni lazima aweze kuhakikisha anapambana ili kusudi waweze kurudiana. Hiyo ndio sababu kubwa ambayo imeweza kusababisha. Sasa kuna mambo mengi kweli sana ambayo yatakwenda kujili, hasa kwa upande wa jinsi gani kwamba maisha yataanzaje. Mdeme ataishije kwa sasa, kwa sababu alikuwa ni mtu fulani hivi ambaye ana pesa na nini, maisha mazuri, lakini mwisho siku amerudi nyuma kabisa hadi mfanyakazi amemwacha na nini.
mambo mengi kweli kweli. Na hii yote huenda ni kwa sababu yake tu kuendekeza wanawake, kwa sababu tunajua kabisa kama ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wakifuatilia tamthilia hii, Mdeme alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanahonga pesa nyingi sana. Alafu kisha hamna kitu yani anachokipata zaidi ya kupata dharau kutoka kwa wanawake ambao alikuwa akiwanunua wakimnadi na kusema kwamba yeye hana kitu chochote kile. Kwa hivyo pesa nyingi kwa asilimia kubwa Mdeme zimeishia kwa wadada au wanawake. Sasa hao ndio yaliyojiri na makubwa zaidi. Sasa kwa hivyo kwa sasa maisha yanakwenda kuwa mazuri na mambo yatakuwa vizuri kabisa. Lakini pia moja kati ya tukio kubwa sana ambalo limeweza kutokea ni tukio la Mudi Muzungu. Hata mke wake mwenyewe ameshtuka sana juu ya kuweza kuona kwamba Mudi Muzungu karudia kwenye pombe. Kashtuka sana na kaumia sana, ile kiuhalisia ni kwamba kaumia sana Mudi Muzungu kurudi kwenye pombe. Na sababu ya Mudi Muzungu kurudi kwenye pombe ni kwa sababu hapo awali ana matatizo ya figo. Kwa hivyo kitu hicho kimemfanya aweze kuona ni kama kuna kitu ambacho hakipo sawa hapo. Hiyo ndio sababu kubwa ambayo imemfanya aweze kuona au aweze kuumia moja kwa moja juu ya Mudi kuweza kurudi kwenye pombe. Kwa hivyo hiyo ndio sababu kubwa. Lakini Mudi anakunywa akijua kwamba hii itakuwa ni suluhisho kwake, lakini kitu ambacho ni tofauti kabisa na yeye anavyofikiria. Kwa sababu pombe zikiisha atarudi kule kule kwenye yale matatizo ambayo siku zote yamekuwa yapo. Kwa hivyo ni kitu ambacho kikifikiria ni kwamba mambo hayako sawa kabisa. Lakini kitu kingine tuliweza kuona, tukio ambalo limeweza kutokea ni la kijana huyu ambaye anafahamika kama tuliweza kuona jinsi gani ambavyo alikuwa akiuza mali na nini kwa sababu anataka aweze kusepa na kuweza kuondoka. Huyu ni aliyewata ni Kavumba kutokana na issue aliyopata, lakini kitu ambacho hakutegemea ni kuweza kuona kwamba jamaa anamwambia hamfahamu. Lakini mbaya zaidi jamaa alivyomwambia umenifananisha sio mimi, jamaa akaingia kwenye simu. Hiyo ikimaanisha kwamba kuna video zake ambazo zipo huko ambazo zipo kwenye simu. Ndipo alipokasirika na kuweza kujua sasa ni mimi tu hapa, sina la kufanya. Ndio maana alivyotoka yule kijana, jamaa aliumia sana na nini, akagonga ukuta na nini, lakini hiyo ndio situation kubwa. Basi hii imemrudisha nyuma sana, na sidhani kama hii itakuwa ni miongoni mwa sababu ambayo itasababisha aidha abadilike, ila haya yanapita. Tunajua kabisa mambo ya kitrendi huwa yana trendi. Kuna wadada wengi sana watu ambao video zao zimewahi kuvujwa, wasanii wa Bongo, bila shaka mnajua, unaweza kumtaja hapo kwenye comment. Lakini pia wengi tu wasanii sasa hivi tumeshawasahau na wao wanaishi tu maisha yao mazuri tu wanaendelea. Kwa hivyo kitu hapo cha Kavumba kufanya ni kwamba anataka kusahau kabisa na kujiona kwamba sio yeye. Hapo cha msingi abadilishe muonekano, kama ni kunyoa kipala anyoe kipala, atoe ndevu zote, alafu kisha aanze kuishi maisha yake ya kitofauti kabisa ambayo yatakuwa ni tofauti, huku akiamini kwamba hii issue inakwenda kupita na kuweza kupita kama kawaida. Sasa tukimalizia ni kwamba tumeweza kuona moja kwa moja Kathy amerejea pale nyumbani kwa mganga. Sasa hii imejili mara tu baada ya kuona kwamba maisha ni mazuri sana kwa binti ambaye ni Matilda karudi na maisha ni mazuri. Kwa hivyo hii inapelekea moja kwa moja kumfanya asiwe confidently na kile ambacho amekiona. Ndio maana ameweza kupambana kuweza kuhakikisha kwamba anaenda kwa mganga, lengo kubwa ikiwa ni kuweza kunani. Sasa kwa mara ya kwanza alienda kwa mganga huyu, maana yake kashindikana. Kwa hivyo inaonekana huyu mganga hana nguvu zaidi ya yule mganga wa kina Mati. Kwa hivyo hata kama yote atakayofanya, moja kwa moja wataenda kwa yule mganga na ataweza kunini. Lakini hii awamu kama atafanikiwa, itabidi mganga aweze kuambia nini ambacho kimejili. Lakini kupitia hili ni ngumu sana kuweza kufanikiwa kutokana na bifu alilonalo na Manyanya. Manyanya hataki kumuona kabisa. Kumbuka kabisa wakati Manyanya alifanya upembuzi wa kina, kipindi kile imempelekea vile vyakula. Baada ya kuvishtukia wakaona achane navyo. Hiyo ndio ambacho kitakwenda kutokea. Kwa hivyo ndio hivyo. Basi lakini pia na imani kubwa huenda kwa miongoni mwa watu ambao imechukua muda mrefu sana movie hii haijarushwa, huenda ulichukizwa na nini, lakini pia mambo yalikuwa hapo sawa. Cha msingi ni kwamba bonyeza neno subscribe, alafu kisha dondosha maoni yako hapo chini kwenye comment. Mipango yote ambayo Kathy anaipanga haitaweza kukamilika kamwe. Kama vile ule mpango wa kwanza ulivyoshindwa kutimia kuweza kumuua huyo mtoto, basi na ile swala halitaweza kukamilika.
Na hii ni kwa nini? Ni kutokana na mazingira ambayo yatakayokuwepo, mazingira ambayo watakuwepo manyanya, lakini pia kutokana na hilo basi kutakuwa na wasiwasi mkubwa kwamba kwa nini huyo hajawahi kututafuta lakini leo amekuja kutuangalia, basi inabidi tuweze kuwa makini kabisa. Basi hilo basi itakuwa ni moja kati ya chanzo kikubwa. Lakini pia kitu ambacho ufahamu ni kwamba wakati walivyompeleka ule mtoto kwa mganga, basi moja kwa moja ilionekana kuna mtu aliyemchezea. Nakumbuka waganga wanajua kwamba nani aliweza kumchezea. Kwa hivyo moja kwa moja kila kitu kinafahamika. Basi na imani kubwa unafahamu, una hamu sana ya kuweza kujua ni kipi ambacho kitakwenda kutokea au kujua ni yapi ambayo yanakwenda kujiri. Kitu cha kwanza ni kwamba hakikisha kama ni mara yako kwanza kuweza kufika hapa, hakikisha unaungana na sisi kwa kubonyeza neno subscribe kisha niweze